sana kuwa na record. Mungu, ukiomba Mungu, ukifunga, ukamuomba Mungu kitu, alafu Mungu akakufanyia, ni nzuri sana uweke record. Andika kabisa kwamba nilikuwa nimeomba tarehe na Mungu amejibu tarehe. Fanya hivyo, itakupa pia itakuongezea imani katika Bwana, na hata ukiwa na jambo gumu kiasi gani, unaweza kuendelea kumwambia Mungu. Mimi kuna vitu ambayo nilikuwa nimefunga na kuomba muda sio mrefu. Moja wapo ni nina dada yangu ambaye anaumwa, yuko nchi ya wazungu kule. Anaumwa matatizo ya figo, alafu ghafla ikaonekana kwamba ana matatizo sijui ya moyo, kwa sababu akaanza kushindwa kupema. Hata akitembea tu hatua mbili hivi anaishiwa nguvu, mpaka aletewe kiti kukaa. Kwa hiyo daktari akasema inaonekana kwamba moyo sasa inafeli. Wiki iliyopita nikafunga na nikaomba kwa ajili ya dada yangu. Nikasema, Mungu, wewe ndio tabibu mkuu. Huyu dada yangu ameugua muda mrefu, mambo ya figo, anafanya dialysis mara 3 kwa wiki, lakini kila wakati namuomba Mungu, Mungu ameendelea kumshikilia. Sasa nikaona moyo sasa ikiingilia hapo itakuwa ni shida. Nikaomba Mungu afanye muujiza. Sasa tarehe 10 dada yangu alinipigia simu, kwa sababu alikuwa na appointment na daktari wa moyo. Daktari akasema hamna shida, moyo yuko vizuri kabisa. Moyo yuko vizuri. Hata yeye anashangaa. Moyo dada alipokuja kule, yeye alijua kwamba moyo itakuwa imefaili kabisa, lakini moyo yuko vizuri. Kuna tu vitu vichache ambayo inabidi ifanyiwe kwa ajili ya mambo ya figo. Basi hamna shida. Dada aliponiambia yani bila kuambiwa kwamba shukuru Mungu, nikajikuta tu nimeanguka magotini na mshukuru Mungu. Nasema Mungu, kweli wewe ni tabibu mkuu. Mungu, wewe kweli umesema kwamba to ask and it shall be given. Omba na Mungu atakujibu. Gonga, bisha hodi. Kuna vijana wengi ambayo wanatafuta kazi. Bisha hodi, Mungu atafungua njia. Kwa hivyo nataka tu nishare na nyinyi hiyo, ili tuendelee kutiana moyo na kujenga imani yetu katika Bwana. Mungu yuko hai na anajibu maombi. Amina. Asante sana Mwenyezi Mungu. Asante sana dada Madam Awadea Ogiro kwa ushuhuda huo. Hakika Mungu wetu ni mwema sana, tukimtegemea hata katika Mungu akujibu asikujibu, yeye ni mwema sana, lakini pale ambapo anatujibu, anakutendea, kwa kweli jina lake linatukuzwa sana. Na kuna mtu mwingine ambaye kuna Madam Naam. Nimeona Gloria ameraise hand. Nimemuona. Okay, Bwana ni mwema wakati wote. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni kazi ndani yangu kwa namna mbalimbali. Nadhani kabla hii ya election la taifa, nilisema kwamba namshukuru Mungu kwa ambao mama anafahamu. Kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi kama project manager, nikaja kwa sababu ya hapa na pale challenges za taasisi nikaacha. Nikakaa toka mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 8 bila kazi. Kwa hiyo nikawa na biashara. Mwezi wa 9 nilipata kazi. Bear in mind mimi nimesoma sheria, lakini mwezi wa 9 nilipata kazi ambayo ndio zangu unafanya kazi gani? Sisi kumwambia. Nilikuwa nafanya kazi
wakala, yani hivi kawaida tu au sijui benki hivyo. Nilikuwa naifanya, I need the money, lakini si love the job. Lakini bosi akaona my potential kwamba nyumba mbalimbali amebadilisha kuwa bidii, ana magorofa ambayo ameweka wapangaji. Akasema akanambia kwamba Glory, nakuletea mtu mwingine umtrain ambaye atafanya hii kazi, alafu wewe nyumba zangu. Kweli nikaanza mwezi huu ndo nikaanza nyumba zake, and kila siku namuona Mungu anafanya kitu ndani yangu. Nitafuta, anambia Glory, na nenda ofisini, chukua 1,000,000, katafute a laptop of your ambayo itakuwa ni ya kwako, itakusaidia kwa ajili ya kazi zako. Yani the point of sio ya ofisi, to me it was good. Yani kwanza for the first time mtu ananiambia chukua 1,000,000, to me it was best. Nikanika maisha yangu, na hata the way ambapo mtu akiwa anaongea na wafanyakazi wengine ni address kwao mimi tofauti sana. Anawaambia ni na namna anawaambia kwamba huyu ni tofauti, huyu binti msabato mwacheni, hawezi kufanya hiki. Yani ninamuona Mungu kwanza ananifanya kuwa, yani kuwahubiria watu kupitia matendo yangu. Hii zaidi ya yote ananipa kwa namshukuru Mungu. Ninaona kwamba ananitendea hayo, yawezekana ni kwa sababu ya kazi yake au ni neema tu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Aise, Bwana ukifanya kazi yake na yeye anafanya kazi zako. Barikiwe sana kwa ushuhuda mzuri da Gloria. Challenges zinakuwepo kwenye kazi nyingi sana. Mimi ni mmoja hapo, nimepitia hizo challenge, lakini Mungu waga anatoa nafasi nyingine. Nilikataa kufanya kazi ambayo ina hela nyingi, lakini kwa sababu ya Mungu, ila Mungu akatoa mfano mwingine. Challenges zinakuwepo sawa, lakini Mungu anatoa mlango mwingine ukimtumainia. Kwa hiyo Glory, barikiwe sana kwa hilo. Wewe endelea kumtumainia Mungu. Kuna hela zingine nyingi mpaka zitakuja, uzikatai kabisa. Mimi ninaamini hicho. Kwa hiyo barikiwe sana. Amina. Kama kuna mtu mwingine tunaweza tukamalizia kidogo, alafu tumkaribishe mtumishi wa Bwana aliyejiandaa na neno la uzima na tuweze karibu sana. Kama hakuna, sijui kama kutakuwa na wimbo ameandaliwa kwa ajili ya kuimba au la, kwa kumkaribisha mtumishi wetu. Kuna mtu ndani? Basi ninaona hakuna. Aya, basi kama hakuna, mimi naweza nikaimba kidogo wimbo mfupi wa kumkaribisha mtumishi wetu.
ninapo utazama ulimwengu ulivyo, napata huzuni nyingi, itakuwa furaha Bwana, nikumbuke siku unaporudi. Ukishuhi Bwana, itakuwa furaha. Ajali yatokea, vifo hapa na pale, hata huzuni nyingi, itakuwa Bwana, nikumbuke mimi siku unaporudi. Ukishuka mawinguni Bwana, itakuwa furaha. Ajali yatokea, vifo hapa na pale, napata huzuni nyingi, itakuwa furaha Bwana, nikumbuke mimi siku unaporudi. Ukishuka mawinguni Bwana, itakuwa furaha. Ukishuka mawinguni Bwana, itakuwa furaha. Ya, asante sana mwenyekiti, na awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa wakati huu tena ambao tunaenda kutafakari neno fupi katika asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Napenda kuwakaribisha nyote katika wasaa huu, na wote ambao tumepata nafasi tunashukuru kwa shuhuda, nashukuru kwa nyimbo. Kwa kweli Mungu azidi kuwabariki, na azidi kututumia kwa kazi yake, tuzidi kuwa nuru kwa watu wengine wakapate kumuona Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi katika asubuhi ya leo nina somo ambalo linasema mjumbe aliyekataa kupeleka ujumbe. Mjumbe aliyekataa kupeleka ujumbe. Basi tuombe.
Baba mtakatifu, nakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Umekuwa pamoja nasi katika wakati wa asubuhi na muda na wakati huu tena tunakuja mbele zako kwa ajili ya tafakari ya neno lako. Tusaidie tuweze kupata kuelewa na tutumie Bwana katika kazi zetu, katika jamii ambayo inatuzunguka, ili Bwana tukaweze kukutangaza vyema na watu wakapate kukuona wewe na hatimaye tukaweze kuokolewa. Baraka zako zikawe pamoja nasi katika masaa haya na hata wakati tena mwingine tutakapokutana, kuwa pamoja nasi. Ndivyo ninavyokuomba kupitia katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Somo langu la asubuhi ya leo nimelipa kichwa kinachosema mjumbe aliyekataa kupeleka ujumbe. Mjumbe huyu ni nani? Somo hili andaa kutoka katika kitabu cha Yona, na nitaenda kusoma haraka katika kitabu cha Yona kuanzia ule mstari wa kwanza. Yona kuanzia ule mstari wa kwanza nitaweza kusoma fungu la kwanza. Yona 1 mstari wa kwanza anasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amita kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Tarudia. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amita kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Kisa hichi ni kisa ambacho wengi wetu tunakifahamu, kisa cha Yona. Neno la Bwana liliweza kumjia mtumishi huyu kwamba aondoke aende mji wa Ninawi kwenda kuhubiri na kwenda kuonya, kwenda kukemea maovu ambayo yalikuwa yakiendelea katika mji wa Ninawi. Lakini Yona aliweza kutoroka uso wa Bwana kwa kuamua kwenda katika mji mwingine tofauti ili ajiepushe na uso wa Bwana. Nafahamu kabisa yalioenda kumpata, na dhoruba iliweza kutokea katika safari ile, na hatimaye Yona aliweza kupata changamoto mbalimbali. Lakini kisa hichi nimekileta tena kwetu leo kwamba neno la Bwana tumeweza kulipata kwamba tuondoke twende katika mji ule wa mchango wa hela. Sisi kama wajumbe wa Bwana tuna wajibu wa kwenda katika mji ule. Bwana anataka tuweze kutumika katika mji wa mchango wa hela, kuweza kuongoa roho, kuweza kutangaza habari njema. Watu wapate kuokolewa, wapate kumjua Yesu Kristo. Usiwe kama Yona kukimbia au kujiepusha na uso wa Bwana. Kupitia fedha zetu, kupitia muda wetu, tunao wasawa kwenda katika mji wa mchango wa hela, kuhubiri na kumtangaza Yesu Kristo ambaye tunamfahamu. Kuhubiri na kutangaza kwa watu kwamba muda umeisha na tupo katika safari kwa ajili ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaendelea nasema kwa nini Yona alikataa kupeleka ujumbe? Tunaweza tukajiuliza ni kwa nini Yona aliweza kukataa kupeleka ujumbe. Cha kwanza, Yona alipata hofu, alikuwa na hofu. Hofu, alikuwa akielewa katika mji wa Ninawi maovu yao na matendo yao yalikuwa ni mabaya kwa kweli, na alipata hofu kwamba itakuwaje nikienda katika mji ule. Na leo hii huenda na sisi tunapitia changamoto kama hii ya hofu. Tuna hofu kwamba itakuwaje. Sijawahi kuhudumu, sijawahi kuwa mwinjilisti. Tuna hofu mbalimbali ambazo zinatutawala. Lakini asubuhi ya leo nikuhakikishie kwamba kwa kuwa tunamwamini Kristo atakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo hofu isiweze kututawala kama Yona. Lakini Yona pia alikuwa amepungukiwa na imani. Alikuwa amepungukiwa na imani kwa sababu hakuweza kutambua vizuri kwamba Mungu angekuwa pamoja naye. Kwa hiyo hata leo hii tuweze kupata ujumbe kwamba tunapokuwa pamoja na Mungu, Mungu atakuwa pamoja nasi, na ameahidi kwamba tunapofanya kazi yake
atatulinda na atakuwa pamoja na sisi. Lakini kitu kingine ambacho Yona alikihofia, alihofia kifo. Alihofia maisha yake atakuwaje, na akaweza kutoroka. Leo hii tunao wasaa mzuri kwamba katika mji wa Changwahela hatuna hofu kwamba ibada pale tunaweza tukaifanya vizuri na watu wakapata kumtambua Kristo. Lakini pia tutaendelea kusoma fungu la mwisho katika ile Yona 3 fungu la kwanza. Anasema, neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Kwa hiyo baada ya Yona kupitia changamoto katika safari yake, na tunafahamu kilichotokea, aliweza kupatiwa ujumbe mara ya pili kwamba aende Ninawi. Na wasaa huu mjumbe huyu aliweza kukubali na kwenda kutangaza habari njema katika mji wa Ninawi. Leo hii pia nakusihi ndugu yangu, nakusihi mpendwa, tuweze kujitoa katika hali zote, katika fedha, katika mali zetu. Twende katika mji wa Mchangwahela kwa ajili ya kutangaza habari njema. Tusiweze kujiepusha na uso wa Bwana, kwa kuwa Bwana ameahidi atakuwa pamoja nasi. Lakini tunafahamu kabisa baada ya Yona kuhubiri katika mji wa Ninawi, watu waliweza kumrudia Bwana na watu waliweza kusadiki habari njema ya wokovu ambayo Yona aliweza kuitangaza. Na Mungu aliweza kughairi mabaya ambayo alikuwa ameyapanga katika mji wa Ninawi. Leo hii pia na kuendelea kusisitiza kwamba tuweze kujitoa kwa ajili ya kwenda katika mji ule wa Changwahela, tuweze kumtangaza Kristo, kwa kuwa Bwana atakuwa pamoja nasi. Swali langu na swali lako, je, mimi na wewe tupo tayari kwenda Changwahela kwa fedha zetu, kwa muda wetu, kwa mali zetu, ili tuwatafute ndugu zetu ambao hawajamjua Kristo? Hili ni swali langu na liwe swali lako, kujiuliza kwamba nipo tayari kudumu katika mji ule. Basi Bwana aweze kutusaidia, Bwana aweze kutuandaa tunapojipanga kwa ajili ya kwenda katika mji ule, ili tukaweze kumtangaza Kristo na matendo yake makuu aliyotutendea maishani mwetu. Tukaweze kushuhudia mambo ya ajabu ambayo Bwana anatutendea katika maisha yetu, ili watu wapate kuokolewa. Watu wa Mchangwahela wapo tayari kwa ajili yetu, wanatusubiri kwa ajili ya kwenda kuhudumia. Basi liwe ombi langu, liwe ombi lako, tuweze kushiriki kwa namna moja au nyingine, ili Bwana akaweze kuonekana katika mji ule na watu wakapate kuokolewa. Bwana aweze kutubariki sana. Amina. Ubarikiwe sana mtumishi kwa neno zuri la uzima ambalo linatuhimiza sisi tuweze kuparticipate katika kazi ya Mungu ambayo iko mbele yetu. Lakini sasa wengine tayari maindi zetu hazijataka kushiriki, lakini sasa neno hili limetutia moyo likasema kwamba hata kama ukidoji ili ukakwepa kazi ya Mungu, yani hiyo lazima tu utaenda. Tena kuna vitabu vya roho vya nabii vinasema kwamba hata kama ukidoji kuna kipindi utakuja uhubiri ukiwa unalia sasa kwa nguvu. Sasa huu ni muda mzuri sana ambao tumepatiwa na Mungu kwa ajili ya kuparticipate katika kazi yake. Tusiye tukadoji. Mungu atubariki tu na atupatie muda mzuri wa kuweza kushiriki. Mimi huyu jamaa Othniel napenda kumtania kwamba Bwana tumefikia mwisho sasa wa somo hili, lakini tuna maombi
ambayo yako mbele yetu, kuombea effort ambayo iko mbele yetu. Jumapili itaanza, basi kuna kuombea watumishi ambao wanaenda kutoa neno pale. Pasta na timu yote tutaiombea, na watu wa maeneo hayo Roho Mtakatifu aende akawapatie nafasi, yani ushawishi wa kuweza kumpokea, na pia na kushiriki vijana. Sasa sisi tuwe na namba ambayo watakaoenda kuattend hapo kama timu nimesema, na Mungu asimamie changamoto sasa za maisha ambazo tunapitia vijana. Wengine wanatafuta ajira, wengine hawana mahusiano mazuri, mambo mbalimbali ambayo tutakayoyaombea kwa ajili ya vijana na kanisa kwa ujumla. Kwa hiyo tutaomba na watu wawili, lakini atamalizia mhubiri wetu, na leo atakayetuweka mikononi ni Madam our lawyers. Gloria, utaombea wewe, utaombea changamoto za vijana wote, ili Mungu atufungulie njia kwa ajili ya participate. Mama Awadia Ogiro, wewe utatuombea pastors ambao wahudumu ambao watakaoenda kuhudumu pale, na timu yote ambayo itakayoenda pale kwa ajili ya kufanya kazi ya kufanya uinjilisti pale. Na kisha Othnieli utatumalizia kwa kujumuisha maombi yetu na kutuombea pia. Na Othnieli ukikumbuka pia na wagonjwa ambao wako hospitalini, ambao wako ndani ya kanisa, Mungu atupatie ahueni na changamoto zote, na yule mgonjwa ambaye ametajwa na Wadia, Mungu ampatie ahueni zaidi, apate nafasi nyingine, na jina la Bwana litukuzwe. Na karibuni sana. Tunaanza na Gloria, Wadia, then Othnieli. Karibuni watumishi wa Bwana. Tuombe. Mtakatifu, tunakushukuru kwa wakati huu mzuri uliotupatia kuweza kutukutanisha vijana wako katika siku hii muhimu ya kufunga na kuomba, kuombea effort ile itakayofanyika pale mchango wa hela. Bwana Kristo, tunajikabidhi mikononi mwako, ukanene na mmoja akaone haja ya kuparticipate katika effort hii, aidha kwa kutoa vitu kwa ajili ya charity, kwa kutoa pesa kwa ajili kusupport effort hii, lakini pia kwa kuwepo kambini. Kila mtu aweze kuparticipate kwa namna fulani. Bwana, nena nasi, tutengenezee njia. Yawezekana wapo ambao wanashindwa kuomba au wanaogopa kuomba ruhusa makazini. Wapo ambao ni wafanyabiashara, wanaogopa kufunga biashara zao kwa wiki 2 na kwenda katika effort. Bwana, kila mtu ana sababu yake inayomfanya asiweze kuattend effort hii. Bwana, ukanene nasi, ukairahisishe njia zetu, ili kila mtu asipate kikwazo katika njia yake. Kila kijana anayetamani kuwepo katika kambi lile akawepo. Zaidi ya yote Bwana, ukafanyike mbaraka ndani ya mioyo ya vijana wote watakaoweza kuparticipate. Nena nasi rohoni mwetu, safisha mioyo yetu, tuandae kikamilifu, ili hata tutakapofika katika eneo lile la mkutano ule ukaonekanike wewe. Mienendo yetu ikaendane na yale ambayo Bwana unatufundisha siku zote. Kusilete maswali katika uvaaji wetu, katika maisha yetu, katika uongeaji wetu. Wote tutakaoweza kwenda kukambika Bwana, ukatuvike sura yako. Kila atakayetuona akaione sura yako. Kila tutakapofungua vinywa vyetu, maneno yakatoke kwako. Bwana, tunaomba usituache. Tunaomba uendelee kwa pamoja nasi. Tuoneshe sababu ya kuwepo pale. Zaidi ya yote, mkutano huu usibadilishe tu wale ambao tunaenda kwa ajili ya kuvuna mazao, lakini ndani ya mioyo yetu ikafanyike badiliko. Hii ikawe a new start ndani ya mioyo yetu. Tukafanyike mabadiliko, ili hata pale tutakaporudi majumbani baada ya wiki zile 2,
watu wakamuone wewe ndani yetu. Hivi ndivyo niombavyo kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. 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 Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa ambayo umetupa tena kuomba siku ya leo asubuhi hii. Asante sana kwa mwenyekiti wetu ambaye amejitoa kutuongoza na pia kwa wimbo ambaye ameimba. Asante sana kwa ndugu Othniel kwa fundisho ambaye ametufundisha asubuhi hii. Baba, tusiwe wahudumu ambayo wanatumwa kwenda kufanya kazi alafu wanakataa. Tusaidie tuweze kusema ndio Baba, niko hapa, nitume. Asante sana kwa hiyo ujumbe. Wabariki wote ambao wamehudumu asubuhi hii na pia maombi ambayo yameletwa na dada Gloria. Baba, pamoja na haya yote tunaomba utujibu maombi yetu. Pia tunakushukuru kwa ushuhuda ambayo tumepata ya kujenga imani yetu. Baba, na leta watumishi wako mkononi mwako, wahudumu wote watakao hudumu mchango wa hela. Baba, naomba uwape afya njema, uondoe changamoto yoyote itakayowazuia ili wasije kufanya hiyo kazi. Tunajua shetani yuko kazi, lakini tunajua kwamba kupitia wewe Bwana tutashinda, na wewe ni mshindi daima. Tunaomba wewe na Pastor Elisha ratiba ambaye anayo kila kitu ikae sawa kwa ajili ya mkutano yetu hiyo ya changwa hela. Tunaomba mbariki, mpe afya njema, mpe muda wa kuja na kuendelea kufanya hiyo kazi pale kwa muda wa wiki 2. Baba, tunamkumbuka Pastor Muhozi pia ambaye atakuwa pale pia pamoja na Pastor Elisha. Tunaomba mbariki kwa njia ya pekee, mpe afya njema. Na Baba, kwa sababu ndio anaanza sasa kazi yako, naomba mfungulie njia aweze kuendelea kukutumikia kwa njia kubwa mpaka afike mbali. Baba, tunakumbuka watumishi wote watakaosimamia meza ya afya, watakaosimamia meza ya ushauri ya law na pia ushauri nasaha. Baba, tunaomba wote uwalinde, wabariki. Vijana watakayojitoa kwenda nyumba kwa nyumba kualika watu, watakayokaambika, Baba, naomba wabariki kwa njia ya pekee. Hizo siku ambayo wanachukua kule kufanya hiyo kazi, naomba uzikumbuke na uzibariki maradufu mpaka washangae. Baba, tunakushukuru kwa kusikia maombi yetu. Tunaomba haya yote kwa jina ya Yesu Kristo. Amina. Amina. Pamoja na hayo, Kristo, tunasema asante kwa ajili ya siku tena hii ya leo. Tunaendelea kulishangilia na kulitukuza jina lako kwa wema unaotutendea maishani mwetu. Asubuhi tena ya leo tumeweza kutafakari neno la asubuhi. Kama ulivyoweza kumtuma Yona, Bwana, nasi leo na tutuma katika mji wa mchango wa hela. Tunaomba Bwana ututangulie kazi hii Bwana, tukaweze kuifanya na wewe. Lainisha mioyo ya watu wako ili ujumbe watakaopata uweze kuwa chachu ya kutoa maisha yao kwako. Mungu wangu, tunawaombea wahudumu wote watakao hudumu katika mji ule. Bwana, wapatie maneno ya kuongea ili maneno yao yakawe taa na mwanga ya kuwamulikia wengi katika kukujua wewe. Yesu, tunasema asante Bwana kwa ajili ya vijana. Tunasema asante kwa ajili ya ndugu zetu wanaoumwa, ikiwemo dada wa mama Wadia. Tunaendelea kumuombea Bwana afya na uponyaji. Kwa kuwa tabibu mkuu ni wewe Bwana, naomba Bwana ukapate kumponya. Asubuhi tena ya leo tunapoendelea na majukumu ya siku nzima ya leo, Yesu, tunaomba ukawe pamoja nasi. Tubariki katika sehemu tulipo, maofisini na sehemu tofauti tofauti. Nuru yako ikaendelee kuwa pamoja nasi. Na Yesu, tunaomba tukutanishe tena wakati mwingine, kwa kuwa nimeomba na kuamini kupitia katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mkombozi. Amen.
Tubarikiwe wote. Amina.